Bwana Yesu asifiwe, mwana wa Mungu. Karibu sana katika mafundisho haya kwa ajili yako, especially mwanamke. Na kabla tujaenda kuanza nitaomba. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, asante kwa maana fadhili zako. Asante kwa upendo wako Bwana uliotupatia tena ni siku nyingine. Bwana, wanaotuko mbele zako tunaomba rehema na toba na msamaha. Tusamehe makosa yetu yale tumekutenda Bwana, kwa kujua kwa kutokujua. Yesu tunaomba rehema. Bwana, tunaomba tuongoze kupitia neno lako, tufundishe, tuonye, tuelekeze. Bwana, ninaomba fungua akili zetu na fahamu zetu kupitia neno lako. Bwana, ukajitwalie utukufu wewe kwa kuwa ndio unastahili. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai nikiomba tena kushukuru. Amen. Basi napenda kukaribisha wewe mwanamke tena leo. Siku ya leo tutakwenda kujifunza somo letu zuri kabisa ambalo linasema kwamba kujistiri sio kanuni ya kanisa bali ni sheria kutoka kwa Mungu. Kujistiri sio kanuni iliyowekwa na kanisa, kwamba labda kanisa fulani ndio wameweka kanuni, wamejiwekea kwamba wao watakuwa na mavazi ya kujistiri. Lakini ni sheria kutoka kwa Mungu. Ni sheria. Kwa hiyo nikisema kwa haraka maana ya sheria na kanuni, kanuni zinaitwa sheria, by the way, ni kama sheria lakini zilizowekwa. Kwa hiyo wengine wanafuata kanuni. Kwa kanuni kwa Kiswahili chepesi naweza nikasema kwamba ni choice yako kufanya, kwamba unaweza kukuta zimewekwa hapo ufanye hiki na hiki na hiki na hiki na hiki. Lakini mwingine anazichukulia zile kama ni choice. Lakini sheria lazima ufanye. Ni lazima iwe isiyo. Kwa mfano nikiambiwa labda naambiwa Faith fanya hiki, tayari. Yaani inakuwa kama vile ni command, fanya. Lakini kanuni unaweza ukaambiwa kwamba unaweza kufanya hiki. Unaweza kufanya hiki. Kwa hiyo nikishaambiwa unaweza kufanya hiki, tayari inakuwa choice ni yangu mimi. Nifanye au nisifanye. Niendelee au nisiendelee. Kwa Kiswahili chepesi naweza nikasema sheria na kanuni. Hiyo ndio maana sasa katika makanisa ya siku hizi kujistiri imekuwa kama vile ni kanuni. Naweza nikatolea mfano. Muda mwingine nikikutana na watu au wengine nikiwa nawaambia kwa habari ya kujistiri au nimeweka posts kwa habari ya kujistiri, mtu ananiuliza unasali wapi? Because ameshajua kwamba kuna wakati nilikuwa sijistiri, lakini wakati huu najistiri. Kwa pengine nimehamia kanisa ambayo wao ndio sheria ya mimi kujistiri. Kwa hiyo watu wanasahau kwamba kujistiri ni sheria ambayo Mungu ameweka. Kujistiri Mungu anataka sisi tujistiri. Yaani ili uingie mbinguni lazima uwe umevaa mavazi ya kujistiri. Yaani hiyo ni lazima. Kwa kama hauvai mavazi ya kujistiri basi kwa Kiswahili tu chepesi kwamba mbingu hautaiona ikiwa hujavaa mavazi ya kujistiri. Kwa hiyo sikuwepo zamani, lakini zamani ninaona wanawake walijistiri. Nikisoma Biblia yangu ninaona wanawake walijistiri. Na wakati tuliopo sasa inaonyesha kwamba kujistiri yani ni kanisa fulani ambalo wanajistiri, kwa hiyo wao wanapaswa kujistiri, kwa hiyo sisi hatupaswi kujistiri. Hapana. Sasa nitaenda kusoma katika kitabu cha Timotheo wa kwanza 2:9. Huu ni mstari ambao Mungu amezungumza kwa habari ya kujistiri. Sasa hapa kuna watu wanachanganya, kuna vitu vinachanganywa. Nitakwenda kuchanganua ili sasa uelewe pia kwa nini watu wanatafsiri kwamba wengine ndio wanapaswa kuvaa mavazi ya kujistiri, lakini hapana. Mungu anatuambia wote tuvae mavazi ya kujistiri, sio kwa mwanaume, sio kwa mwanamke, lakini hapa nitazungumzia sana kwa wanawake na mwanamke. Usidanganywe. Hata kama ni mchungaji wako anakuambia vaa vyovyote unavyotaka, hapana. Mchungaji hana mbingu ya kupeleka. Ukisoma katika Timotheo wa kwanza 2:9 nasema, vivyo hivyo wanawake na wajipambe kwa mavazi ya kujistiri. Tayari hiyo, wanawake wajipambe kwa mavazi ya kujistiri. Hiyo ni moja ambayo tutadili nayo leo. Pamoja na adabu nzuri na moyo wa kiasi. Hiyo pia tutadili nayo kidogo. Anasema si kwa kusuka nywele, hii sio hoja yetu kwa leo. Anasema si kwa kusuka nywele wala kwa dhahabu na lulu wala kwa nguo za thamani. Si kwa kusuka nywele wala kwa dhahabu na lulu wala kwa nguo za thamani. Kwa hiyo Mungu amesema wanawake wajipambe kwa mavazi ya kujistiri. Kwa hiyo ukivaa vazi lako mwanamke la kujistiri, hiyo ni pambo tosha, la kwanza. La pili, pambo lingine ambalo umeruhusiwa kujipamba ni kwa adabu nzuri, moyo wa kiasi. Katika Timotheo imeelezea hivi. Lakini pia katika
Petro wa kwanza pia nayo tutaiendea hapo mbele kidogo, imeelezea nayo mwanamke anapaswa kujistiri kwa namna gani. Kwa hiyo mwanamke kujistiri ni sheria ambayo Mungu amekuwekea wewe, kwamba lazima ujistiri. Na kujistiri unaweza kuvaa nguo yako ndefu, lakini kuna baadhi ya viungo vya mwili vinakubana. Tayari hiyo sio vazi la kujistiri. Haya, kwa adabu nzuri tunajua adabu, mwanamke lazima upaswe kuwa na adabu, kutii, lakini pia moyo wa kiasi. Sasa hapa tuende, si kwa kusuka nywele, wala si kwa dhahabu na lulu, wala kwa nguo za thamani. Kuna hili kitu ambacho kimekuwa kikichanganya, hiki kitu ambacho kimekuwa kikichanganya sana wanawake wengi sana hapa. Unapokuja kwenye masuala ya dhahabu na lulu na kwa nguo za thamani. Sasa hapa naomba nizungumzie hili kwa evidence ambazo mimi kwangu pia kwenye swala hili hapa wanawake wengi imekuwa ni changamoto. Kwa mimi pia nilitake time kumuuliza Mungu, je, hiki kitu ni sawa ama sio sawa? Kuna hizi nguo za wanawake ambazo zinakuwa ni zina mng'ao, yani zina vimulimuli, yes. Naweza kusema vimulimuli, lakini pia zina shanga, zina vitu fulani. Kwa nilivyokuwa nikimuuliza Mungu, nashukuru Mungu alikuwa ananijibu kwa namna hii hapa. Yaani nikimuuliza Mungu kuna muda anaona nikimjibu mwanangu theoretically hatoelewa. Kwa hiyo Mungu anaweza kukujibu theoretically ukahisi ni wewe unajisemesha, lakini hapana. Kwa Mungu anatumia hata practical aone sasa huyu ataelewa, au anatumia practical ili wewe uelewe zaidi. Kwa hiyo nikija kwenye hapa kwenye masuala ya kuto kujistiri kwa dhahabu na lulu kama Biblia ilivyosema, wala kwa nguo za thamani. Nitolee mfano wa hizi nguo ambazo ni za kawaida ila zinajulikana. Kwa mfano hizi nguo za laceless, wanawake wengi wanavaa sana wakati wa maharusi. Yaani mtu unaweza kukuta anajistiri lakini ukifika wakati huo anavaa nguo zilizopambwa kwa dhahabu na lulu. Mpaka tule nilikuwa nikikaa tu nikitafakari kwamba hizi nguo mimi nilikuwa nazo nyingi sana. Baadhi ndio zilikuwa ni nguo zangu. Kuta navaa tu nguo, of course ni plain, lakini naweka vitu vingine ambavyo naweza nikasema ni nakshi. Pia kama vito, shanga, zina lesi. Sasa nikawa najiuliza Mungu, hivi pia au ni makosa? Lakini Mungu alikuwa ananijibu kupitia watu wake. Kwa nikimuuliza Mungu kwa namna hiyo, Mungu akinielekeza hivi tu kwa akili yangu nini, unajikuta na bishana nasema, hapana sio kweli. Kwa Mungu alichoamua kutumia mimi akaamua kunifundisha, yani sasa practical. Sasa nilipokuwa nikienda kanisani, Mungu ndo ananionyesha mimi mfano. Kwa hiyo mara kwanza nikaambiwa tu kwamba Faye, ni kweli unajistiri, lakini hiyo nguo yako ina shida kidogo kwenye habari za laceless. Basi nilikuwa nikiangalia kweli kabisa, naona shanga, naona vile vimulimuli vimeng'aa, ni dhahabu. Unajua nilipoamua hata kutake kwenye English Bible ilipozungumza kwamba dhahabu na lulu, imezungumza dhahabu ni gold na lulu ni pearls. Pearls ni vile vitu vya thamani, vitu vinavyong'aa. Ukikiangalia tu mwenyewe unaona hiki kitu kina thamani yake, yani ni cha thamani. Unaweza kuwa hujanunua kwa thamani sana, lakini ukikiangalia tu, mimi nikikuangalia naona kweli hichi kitu kina thamani fulani. Lakini hizo vitu vingine hivyo ming'ao vingine, ukikaa sehemu ya jua unashangaa inatoa mwangaza fulani, unaona kweli hii kitu unaona kabisa hii ni ya thamani. Au ukia kwamba hii ni hata kama ni gold, hata kama ni silver, kuna silver OG na fake, kuna gold OG na fake. Hata kama ni fake, lakini adui anakuwa ameweka hapo, anasema kuna wanangu, kuna watoto wa Mungu hawatavaa cheni, hawatavaa heleni, lakini tufanyaje? Kwa hiyo anakuwekea kwenye nini? Kwenye nguo. Na jambo moja ambalo nilikuwa nimejifunza ni kwamba hivi vitu sidhani kama, sio kama ni dhambi vitakukosesha mbingu. Lakini ukisema kwenye hapa neno la Mungu usijipambe kwa dhahabu na lulu, tayari ni kosa kwamba ni kweli havitakufikisha mbinguni. Lakini jambo lingine ambalo liko nyuma yake, adui anapata nafasi katika maisha yako. Kwa hiyo kitu mimi nilikuwa nikipewa mfano. Sasa nikitolewa mfano sana na naitwa Faye njoo. Mnamuona binti alivyovaa hivi haitakiwi. Ilikuwa inaonekana kwamba it's not good, sio vizuri.
kwamba labda nita feel inferior kwamba mimi ndio nimetolea mfano, lakini kwangu mimi nikaona Mungu kuna jambo ananifundisha, kwa sababu neno la Mungu katika Zaburi linasema, Zaburi inasema kwamba wana amani nyingi waipendayo sheria ya Bwana, wala hawana la kuwakwaza. Kwa kweli nilikuwa sikwaziki, kwa sababu nilijua Mungu hapa kuna kitu ananifundisha, kwa hiyo na mimi lazima nifanyaje, nifundishike. Kwa hiyo imekuwa ikichanganya watu wengi sana. Mwingine anakuambia sio kosa, sio dhambi, sio hiki na hiki na hiki na hiki na hiki. Kwa hiyo mimi nataka nikwambie according to Biblia, dhahabu na lulu. Angalia hiyo nguo yako. Kuna vile viming'ong'o, unajua hizi gold zinavyotengenezwa, kuna gold zile ambazo za thamani sana zinawekwa kwenye ujenzi, kwenye nini, lakini sasa kuna hivi ambavyo vingine sasa katika ile gold wanakuwa vikipeleka kwenye industries. Kuna vitu ambavyo vinakuwa vimechekechwa mpaka sasa zinabaki hizo particles ndogo ambazo sasa wanasema hizi tuweke kwenye nguo. Hizi tuweke kwenye nguo za mwanamke. Na kwa nini haweki kwenye nguo ya mwanaume? Kwa sababu mwanamke, adui yupo mbioni kwa ajili yako. Adui anakutamani sana wewe mwanamke, kwa sababu kuna kitu kikubwa ulikifanya. Katika uzao wako alizaliwa mkombozi. Kwa hiyo ni adui yuko tayari kukuangamiza sana 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 wewe mwanamke. Kwa hiyo kwa habari ya hizi vitu vya thamani kwenye mapambo, mwanamke nikwambie tu achana navyo. Nitakwambia tu achana navyo. Lakini pia ni evidence ambazo nimezipata. Jambo lingine ambalo nikaa sasa hili na tafakari mimi mwenyewe ni kwamba, ambayo pia mimi ilinipa kutafakari sana, kwamba hili pia ni somo lingine, ila nataka tu nilichukue nikumegee hapa ili uone na wewe kwamba kama wewe ni mke wa mchungaji, mke wa mtumishi, wewe ni kielelezo. Kwa hiyo mimi kitu ambacho niliamua kukifanya hapa, nilichoamua kufanya ni kwamba, jambo la kwanza nilivyokuwa nikiambiwa kwamba kila nikiambiwa swala hilo inakuja swala kwamba kutii ni bora kuliko nini, dhabihu. Ninaweza nikawa nimefunuliwa kwamba Mungu ameamua kunionyesha, kunifundisha au kunitumia hii practical hivi, si bado kama sijaelewa, lakini nikirejea kwenye neno lake nasema kutii ni bora kuliko dhabihu. Kwa hiyo nikasema okay, nitatii. Kwa jambo lingine ambalo mimi niliamua kufanya kwa observation, nikaamua tu kuangalia kwa wake za wachungaji ambao Yesu wanaishi utakatifu. Ile nilipoamua tu kuchunguza nikasema hapa nikitazama tu mama mchungaji wangu sijaona vitu vya thamani kwake. Mama mchungaji wa kanisa lingine sijaona vitu vya thamani kwake. Sasa kwa nini mimi nivae? Basi hata kama haina shida, kama wengine wanavyosema kwamba haina shida, basi hii ngoje nifanyaje, nitoe. Kwa kweli yani Mungu aliamua kusema na mimi kwa namna mbalimbali. Pia nikaona kwamba wake wa wachungaji, wake wa watumishi ni kielelezo. Mke wa mchungaji ukivaa vibaya, watu wanakufuata. Ukivaa vizuri, watu watakufuata. Wanawake katika kanisa lako watakufuata. Kwa hiyo ukivaa vibaya, atasema mama mchungaji wangu mbona anavaa vibaya? Anavaa kwa namna hiyo, basi ngoje na mimi nifuate au nivae kama mama mchungaji wangu anavyovaa. Ukivaa vizuri, pia kuna watu watakufuata, wanawake katika kanisa lako. Sema mama mchungaji anavaa hivi, ngoje tu na mimi nivae. Kwa hiyo mwanamke, wewe mama mchungaji, mke wa mtumishi, jua kwamba wewe ni kielelezo. Sasa katika hicho kielelezo chako unavaa nini? Kwa hiyo hapa nitaka nikuoneshe ni jinsi gani mwanamke kwamba wewe utajipamba tu kwa mavazi ya kujistiri. Na by the way, yani ukishajua ile utakatifu Mungu anataka uvae nini mwanamke, lazima utakuwa very simple. Yani ni very simple. Kwa hiyo hatutaki wala nisema kwamba no need of complication, yani kucomplicate mambo mengi katika mwili wako, hapana. Wewe vaa tu kijistiri, no matter adui amekuletea kwamba kujistiri ni washamba, hapana. Mimi kuna kitu kingine ambacho nilikuwa nikitafakari sana. Mwanamke Mkristo ambaye ameokoka na ishi utakatifu akivaa kijistiri anaitwa mshamba. Siku hizi sijui anavaaje, mambo mengi kalikwenda kakarudi. Lakini kwa nini huyu Muislamu akivaa anajistiri sana haitwi mshamba? Kwa hiyo hilo ni jambo pia lingine la wewe mwanamke, yani kulifikiri, take katika akili yako. Hata kwa namna tu ambavyo umekaa na Waislamu, hujawahi sikia Muislamu akiambiwa mshamba, kwa sababu unaona hilo ndo vazi lake alivyojistiri. Kwa hiyo mimi pia nataka nikwambie kwamba no matter ukiambiwa wewe ni mshamba, hapana. Mimi ninachotaka tu nikwambie tu kwamba wewe sio mshamba, ila unajistiri, unamtii Mungu. Na hata ukiambiwa mshamba, usikatae kwamba ndio ubadilishe mavazi yako. No. Hapana. Kwa hiyo nguo hizo za thamani, za lulu, za dhahabu, mimi nakwambia ni kwamba hiyo ni namna nyingine ya kujipamba. Ni namna nyingine ya kujipamba. Basi unaweza kuwa unabishana na mimi, kwa hiyo take time yako, mwambie Mungu kwamba naomba nifundishe hiki.
Mimi nilikuwa nikiambiwa sana, nilikuwa naona jambo la kawaida, lakini mimi mwenyewe nikaamua kumuuliza Mungu, nikamwambia Mungu, je, ni kweli? Yaani hiki unachosema ni kweli? Na mimi nataka nijue, okay, Mungu kwa sababu ana huruma zake. Wengine atakuwa tu anakuletea watu wake, yani linakuja tu hivi kama neno. Kwa hiyo usibishane na sauti ya Mungu, na kama kweli umedhamiria kwenda mbinguni, basi ule mstari kwamba wana amani nyingi waipendao sheria ya Bwana, wala hawana la kukwaza. Usikwazike mwanamke, usione kwamba wanakubana bana, hapana. Biblia yenyewe imesema hivyo. Kwa hiyo kujistiri kwako wewe mwanamke ni sheria, jua ni kwamba ni command fulani, jistiri. Bas, yani hiyo imeishia hapo. Usianze kwamba sijui nitafanya hivi, nitafanya hiki na hiki na hiki na hiki na hiki, hapana. Natolea mfano kitu kingine ambacho shetani amekuwa akiwadanganya sana wanawake wengi, anawafariji sana hasa ambao hawavai mavazi ya kujistiri. Nilikuwa nina ndugu zangu katika Kristo. Nilipoona kuna wakati fulani wamepost mavazi, na wao wanajua kwamba kwa sababu unajua ni ndugu zangu katika Kristo, kwa hiyo kuna kipindi pia tulikuwa tunafundishwa kwamba lazima tuvae mavazi ya kujistiri. Kwa usipovaa mavazi ya kujistiri si mapenzi ya Mungu hivyo. Kwa hiyo wanajua kwa habari ya mapambo, kwa habari ya kuvaa nguo ambazo hazimpendezi, Mungu anajua. Kwa hiyo nilipokuwa ameposti pale nikamfuatia, na nilipomfuata nikamtumia ujumbe, yani nilienda direct kwamba unapofanya hivi vitu unamsaidia shetani kazi. Unamsaidia shetani kazi. Shetani hata kuja kwako na kukuletea vimini na kukuletea nini na nini, hapana, ila atakuwa tu anawatumia watu wake ambao wamekea duniani kwao. Na sisi wana wa Mungu pasipo kujua ndio hivyo, tukaiga tukavaa. Kwa hiyo adui akisha kutamani, mwanaume akisha kutamani, tayari wewe hapo ni mzinzi. Kwa hiyo nikamjia kwa namna hiyo, nikamwambia, na Mungu amesema kwamba tujistiri. Kwa usipovaa mavazi ya kujistiri, wewe na wewe unafanyikana ni mzinzi, kwa sababu unakuwa umemsababishia huyo mwanamume kuzini. Kwa hiyo anazini. Kwa hiyo nikamuelekeza vitu kama hivyo. Kwa hiyo alichonijibu ilikuwa ni cha kusikitisha sana, na nilisikitika sana, na nikatafakari wakati fulani, nikaona shetani anawafariji hao wanawake huko, kwamba mtu unaenda kanisani, mchungaji wako atakuhubiria kwamba it's okay, wewe vaa tu unavyotaka. Kwa hiyo watu wengi wanapenda kusikia hizo. Kwa hiyo na mwingine atakutorea evidence kabisa, kwa unaweza ukavaa hivi, vaa pia umejistiri, ni vaa tu kwa namna ya kupendeza. Sasa mtu anaona nikipendeza ndio nitakuwa nimevaa kimini nikipendeza, na wachungaji wengine wanakuambia kabisa vaa. Najua tumeona kabisa mtumishi anakuambia vaa kimini, vaa hiki na hiki, urembo unauzwa madukani, fanya hiki na hiki na hiki na hiki. Mimi nataka nikwambie, huyo mtu unayemsikiliza hana mbingu ya kukupeleka. Mungu amesema jistiri, jistiri. Yaani usifarijike na shetani kwamba huku kuna watu watakwambia ukweli, utaona ukweli umekuchoma. Lakini ukienda upande wa pili katika kanisa lako hawavai mavazi ya kujistiri, unafarijika, unasema tuko wengi, na by the way sio dhambi. Hicho kitu hata mimi pia kilishakunikuta. Ukisoma katika Petro wa kwanza 3 kuanzia pale mstari wa 3 mpaka wa 5. Hii ni mistari very common sana ambayo inajulikana sana, lakini hii ndio mistari pia ambayo pia shetani anaitumia sasa kuwavuta wanawake kwamba unaweza ukasuka. Ni hii hapa. 3 anasema kujipamba kwenu kusio kujipamba kwa nje. La kwanza hilo, tusijipambe kwa nje. Yaani sasa ameelezea kwa namna gani usijipambe kwa nje. Kusuka nywele. Kwa kusuka nywele. Sasa hii kusuka nywele hapa kuna watu wanaongezea tu. Anasema yaani kujipamba kwenu kusio kujipamba kwa nje, yani kusuka nywele, anaweka kusuka nywele tu. Hapa hakuna tu, wala kule kwenye Timotheo pia hatujaona tu. Kwa mtu anakutafsiria kwamba kusio kujipamba kwa kusuka nywele tu, anakuambia hivi, jipambe kwa kusuka nywele, lakini sio kwa kusuka nywele tu. Yani hapo nadhani tumeelewa. Unakuta sasa huu ni mkanganyiko ambao watu pia wanapaswa kueleweshwa. Mtu anaweka hiyo tu ameikuta wapi? Na kujitia dhahabu na kuvalia mavazi. Kwa unaweza unavaa mavazi, naweza nikasema ya kujistiri, lakini wewe unavaa kwa namna ya kujipamba. Tayari hiyo ni kosa. Hapo mwanzo nimesema kwamba Wakristo tunapaswa kuwa ni very simple. We don't need to have complications kwa habari ya mavazi. Sasa kitu kingine ambacho watu wamekuwa wakichanganya ni hapa. Tumeona hapa juu anasema kwamba kujipamba kwenu kusio kujipamba kwa nje. Yaani kusuka nywele, hiyo nimeelezea sasa. Hapa ukisema kujipamba kwa nje, kingine ambacho sasa shetani amekuwa akiwatumia watu, anasema bali. Yaani akisema hiyo bali, yaani ameconclude sasa jipambe kwa hivi na hivi na hivi. Lakini hapo Mungu anasema
tujipambe kwa utu wa moyoni usioonekana katika mapambo yasiyoharibika. Kwa hiyo mapambo ambayo sisi tunajipamba, eti mtu anaweka makeup, anaweka hereni, anasuka nywele, anafanya hiki na hiki na hiki, amejipamba. Sijui sasa ndio huko ndio kujistiri kwa namna gani. Huko hayo ni mapambo yanayoharibika. Na Mungu amesema kwamba tusijipambe kwa mavazi hayo. Tujipambe kwa utu wa moyoni, roho, upole na utulivu, iliyo ya thamani mbele za Mungu. Kwa hiyo Mungu, thamani ya Mungu kwa mwanadamu ni roho yake, ambayo sasa katika hiyo roho yake Mungu anataka kuona upole, anataka kuona utulivu, anataka kuona kiasi, anataka kuona uvumilivu. Hivyo ndio vitu ambavyo Mungu anataka kuona, na vingine vya namna hiyo. Ukisoma katika hii 5 anaeleza kwamba maana hivyo ndivyo walivyojipamba wanawake watakatifu wa zamani. Wanawake watakatifu wa zamani waliomtumaini Mungu na kuatii waume zao. Wanawake watakatifu wa zamani. Kwa hiyo no matter utaambiwa huyu anavaa kizamani, don't be bothered with those words. Yani usipate shida na hayo maneno mwanamke. I'm telling you, yani sijajua kwa sababu Mungu anavyomuokoa mtu, neno la Mungu anapolisoma nalipokea kwa furaha sana. Kwa hiyo mimi pia nilivyokuwa nikivipokea hivi vitu, yani napokea kwa furaha. Sasa mwingine ukimpelekea hivi vitu hata pokea kwa furaha. Kwanza anaona umemchoma kwa sababu ndio vitu venye anavifanya. Pili anaona kama vile kwamba wewe ni wakupita tu, unavaa kizamani. Unajua mtu kama ulikuwa ukivaa kizamani, ukatoka huko, siku zinavyozidi kwenda na teknolojia inavyowapeleka watu sasa hivi, mtu anakuambia fulani amemake transformation. That's not transformation, my dear. Hiyo sio badiliko ambalo Mungu anataka, hapana. Yani ni shetani amekuwa akikuvuta mpaka sasa umeenda kwake. Ni sasa na ile Warumi 2:4. Neno la Mungu linasema, huu mstari wakati fulani nilikuwa nikimshangaa sana Mungu. Warumi 2:4 anasema kwamba au udharau wingi wa wema wake na ustahimili wake na uvumilivu wake, asijue ya kuwa wema wa Mungu wakuvuta upate kutubu. Unajua Mungu anatutazama kutoka mbali sana. Siku zinavyozidi kwenda, yani ule wema wa Mungu unakuvuta ili utubu. Ndio utajikuta sasa neema ya Mungu imekufikiria, umetubu, umejua, umeachana na huo ubaya wa kila namna. Haya, shetani naye anajua anafanyaje kupitia hii mstari. Hapo zamani ulikuwa ukivaa kwa mavazi ya kujistiri, kwa hiyo utakuwa unakutana na watu ambao hawajistiri, wanakuambia wewe ni mshamba, wanakuambia hiki na hiki. Kwa hiyo sasa hao watu, hayo maneno ambayo shetani anatumia watu, yanakuvuta, unajikuta sasa mwishowe umeanza kuvaa vimini. Mwanamke unavaa suruali, unajiremba, uvai mavazi ya kujistiri, tena mtu anaanza kukwambia sasa hapo umemade transformation. No, hiyo sio transformation ambayo Mungu anataka. Kama ulikuwa unavaa mavazi ya kidunia, transformation tunasema ni pale sasa umegeuka, umeachana na hayo mavazi ya kidunia, mavazi ya kikahaba, umeanza kuvaa mavazi ya kujistiri. Hiyo ndio transformation. Nina mfano huu hapa. Kuna rafiki yangu mmoja ambaye nilisoma naye shule. Sasa kuna wakati alikuwa ameposti picha zake 2. Aliposti picha moja ambayo alikuwa anaonekana tu ni wa kawaida, alikuwa ndio anasuka nywele, lakini alikuwa yani ni kawaida. Kwa Mungu ni moja. Hata kama umesuka nywele, umevaa nguo ambayo haikubani yani nini na yule ambaye amevaa mavazi ya kikahaba, tukimwangalia hivi tutaona kuna utofauti kati ya hawa watu wawili. Kwa hiyo alivyoweka ile picha ya kwanza ilikuwa tu ni ya kawaida. Ile picha ya pili alikuwa ameweka sasa, amevaa kimini, amejiremba, kakarikiti nywele, afu akaandika kwamba ninakushukuru Mungu ambaye nimekuwa transformed, yani umenitoa kule, sasa hivi mimi huyu, Mungu umetembea nami, Mungu umekuwa na mimi. Mimi nilimfuata direct nikamwambia no, Mungu ambaye ninamjua mimi na Mungu ambaye anatupenda watu wake, yani Mungu huyo akulete kule ndio akulete huko kwenye ukahaba zaidi, huyo sio Mungu. Nikamwambia kabisa kwamba huyo ni shetani. Mungu hawezi kutoa kule kwa sababu Mungu hawezi kulipinga neno lake. Yani Mungu alipinga neno lake. Kwa hiyo watu wamekuwa wakitumia neno la Mungu vibaya. Mtu anasema kwamba nilikuwa sijui nini na nini, kwenda kakarudi, nilikuwa labda kwa habari ya kujisili nilikuwa labda sipendezi, nilikuwa hivyo wa zamani, lakini mimi sasa hivi ni mpya. Mungu amenifanya hivi. No. Nataka nikwambie kwamba huyo sio Mungu. Mungu anataka ujistiri, ukae kwa adabu nzuri, kwa upendo, ujipambe kwa mavazi, kwa moyoni, yani jipambe kwa roho yako mwanamke. Kwa hiyo Mungu anataka tujipambe kwa ule utu wa moyoni usioharibika. Mtu anakuambia kwamba Mungu anaangalia moyo. Ili fundisho lisitumike kukudanganya. Kumbuka kwamba pia Biblia imesema kwamba au hamjui ya kuwa miili yenu ni hekalu la Roho Mtakatifu?
Yaani kwamba sasa ujue kwamba wewe mwili wako ni hekalu la Roho Mtakatifu. Na kama ni hilo hekalu la Roho Mtakatifu, unalivalishaje hekalu la Roho Mtakatifu? Unalivalisha vipi mwanamke? Unauwekaje mwili wako kwa ajili ya Roho Mtakatifu? Biblia inasema itoeni miili yenu iwe dhabihu. Kwa hiyo hata kwa kuvaa vizuri pia hiyo ni dhabihu. Kwa hiyo Mungu si kwamba anaangalia tu nje. Anaangalia tu ndani ambako anataka tujipambe kwa hayo mavazi. Sasa je, hata kwa nje Mungu pia anakuangalia. Kwa sababu hawezi hapa hata mimi tu kwa akili yangu ya kawaida, hata wewe ambaye unavaa mavazi sio ya kujistiri. Akikutokea hapa malaika amevaa kanzu fupi tu, utasema hapana, huyu hawezi kuwa malaika. Kwa hiyo kama unang'ang'ana mwanamke, unapambana kwenda mbinguni, unasema na mimi ni mmoja wapo wa wale watakaoenda mbinguni. I'm telling you kwamba ni lazima uvae mavazi ya kimbinguni. Ni lazima ufanane na malaika. Ni lazima ufanane na jinsi viumbe vya mbinguni wanavyovaa, wanajistiri. Kwa hiyo ni lazima, yani sio kanuni tu imewekwa, hapana. Kwa hiyo wengi wamekuwa wakimtumia Mungu vibaya. Mwanamke, unamtumiaje Mungu vibaya kwa kujistiri kwako? Kuna muda nilikaa nikatafakari kwamba mtu anasema Mungu amenitransform hivi. Kwa kweli nilijisikia vibaya. Kwa ule kujisikia kwangu vibaya, nikaendelea kutafakari sasa kama mimi najisikia hivi vibaya, Mungu je, ambaye anatazama tu watu anasema Mungu amenitransform hivi na hivi na hivi, hapana. Na mtu pamoja na ile amevaa maurembo manini na nini, naye anaitazamia mbingu mpya. Ni kweli, tazamia mbingu mpya. Naendelea pia kumuomba Mungu. Nikupe mfano wangu. Mimi nilivyojikuta, nilipojiona kwamba nimekuwa nina moyo mgumu, sibadiliki kwa habari ya kujistiri. Kwa kweli nilikuwa nalia. Mungu umesema kwamba utabadilisha moyo wangu, ile Ezekiel 36 ndio mstari 25, kwamba utabadilisha moyo wangu, utaondoa moyo wa jiwe, utanipa moyo wa nyama. Mungu ninaomba nibadilishe, yani nibadilishe, sitaki kuwa hivi. Maana kuna muda mwingine sasa, unajua ndio maana Biblia inasema kwamba uwatakase kwa ile kweli, maana neno lako ndio kweli. Kwa hiyo unaposoma kweli ya Mungu utajua vitu ambavyo pengine mchungaji wako hakukufundisha kupitia neno. Nenda direct mwenyewe mbele za Mungu. Kama huo umekuwa ni mzigo, mwambie Mungu, mimi uliniambia nije kwako, kuniambia niende kwa mchungaji fulani. Sasa na wachungaji wa siku hizi wapo wachungaji wazuri, lakini unaweza kukaa katika kanisa ambalo mchungaji anakufundisha nje na neno la Mungu. Nenda direct mwambie Mungu, ni hiki na hiki na hiki na hiki, nifundishe. Huu moyo mgumu ulioko ndani yangu Mungu naomba niondolee. Mungu atakuondolea. Mimi Mungu alivyorainisha moyo wangu. Kwa kweli Mungu ni waajabu sana, nitakavyokuambia. Mungu ni waajabu. Kwa ukikuta moyo wako ni mgumu, hutaki kubadilika, nenda kwa hiyo Ezekiel. Nenda mwambie Mungu kwamba umesema utanibadilisha, nataka kubadilika. Mungu anafanya kwa sababu yeye ndo ameumba huo moyo. Mpelekee Mungu huo moyo. Mwambie Mungu, ndo moyo ulioniumba. Sasa huo moyo umekuwa mgumu kama jiwe. Mungu naomba nisaidie hapa. Kwa hiyo mwanamke unayenisikiliza hapa, unaweza kuwa unavaa mavazi ya kujistiri. Kama kuna mtu ambaye hayupo hapo, uko naye ambaye unajua havai mavazi ya kujistiri lakini naye anaitazamia mbingu, go direct mwambie ukweli. Mimi kuna wakati naumia sana nikiwa naona watu wanatazamia na anaona kabisa, anaona shetani, unajua anawadanganya watu kwamba naye jina lake limeandikwa katika kitabu cha uzima. Hapana. Yaani mfuate tu direct. Mimi hadi nikawa naambia kwamba tafadhali madam, tunaomba tumia lugha nzuri. Umeona mtu anakuambia tumia lugha nzuri kumuonya. Tumia lugha nzuri kumuonya. Yaani umuende kwa upole. Mtu anataka uendelee kumbembeleza. Unajua siku zinaenda sasa hivi. Yaani mtu kama ajistiri, mwambie tu ukweli. Mwambie ukweli kwamba hapa unachokifanya hiki direct you go wrong, yani unakosea. Yani sasa mimi ikafika mahali nikasema Mungu naomba kwa kweli unisaidie, na mimi kama kweli ninamwendea huyu mtu kwa mabaya, kwamba anataka yani nimvute ile kwa upole, lakini mimi najaribu kuambia watu unataka kuvutwa kwa upole, sasa hivi ni siku za mwisho. Unaweza kuwa unatenda matendo mengi mema mengi, lakini kitakachokukosesha tu ni kutokujistiri. Kitakachokukosesha tu ni kujitia dhahabu urembo. Kitakachokukosesha. Kwa hiyo Mungu pengine anatuleta sisi kwako tuendelee kukuonya, hata kama ni kwa ukali. Kubali, utaumia, yes, ni kweli, ukweli unauma, lakini kubali kuonyeka. Usikaze shingo yako. Unapoambiwa sana, ukikaza shingo yako itavunjika. Mfalme Sulemani katika kitabu cha Misali ameongelea hilo swala. Kwa hiyo unaposikia neno la Mungu, kubali kutii.
kutii. Yani neno kutii ni bora kuliko dhabihu. Mungu akaona hao watu wakinitii kuliko hata hiyo sadaka. Yani ukishamtii Mungu cha kwanza, hata katika dhabihu zako pia utamtii Mungu. Ndio maana Mungu anataka kutii. Yani kutii ni bora. Tii neno la Mungu, ndipo utamfuata Mungu. Ndipo utatembea na Mungu zaidi kwa. Pia mwanamke ambaye uko hapo unajistiri. Yani ukiona mtu anasema kwamba hivi naye anatazamia Mungu, yani huku anavaa mavazi ya kikaaba, mfuate. Yani mfuate tu direct, mwambie hiki na hiki Mungu anakataa. Kwa namna hiyo mbingu hautaiona. Usiseme kwamba unanijudge. Mwingine anasema only God can judge me. Mungu ndio atakujudge, lakini atasema nilimleta mtumishi wangu fulani, hukumsikiliza huyo. Lakini sasa mimi sikujui. Unajua ni bora mwanadamu akakwambia sikujui kuliko Mungu akakwambia sikujui. Na Mungu atakwambia sikujui kwa habari ya mavazi unayovaa. Ni jinsi gani inavyouma. Mimi kuna wakati nilijiuliza maswali nikasema, nitakuwa mgeni wa nani Mungu? Sasa hivi bado ni siku za mwisho mimi. Nitakuwa mgeni wa nani kama moyo wangu uko hivi? Nikitokea nimekufa leo na kwenda kuzimu. Nikajua kabisa shetani ndo atakayenipokea. Kwa hiyo nikaa ninamlilia Mungu. Kwa hiyo ujue kama uvai mavazi ya kujistiri, shetani yupo kwa ajili yako. Yani wewe utakuwa sio mwenyeji wa mbinguni tena. Shetani ndiyo atakayekupokea. Kwa hiyo usiruhusu. Wadogo zangu, nina dada zangu ambao hamvai mavazi ya kujistiri. Ni heri mwanadamu akakwambia sikujui kuliko Mungu akakwambia sikujui kwa habari ya mavazi na urembo. Jistiri. Usipende kubembelezwa. Yani hapana. Sasa hivi tuko katika zile nyakati za mwisho, utakaposikia neno la Mungu limekwambia acha hiki, acha kwa haraka. Kwa sababu hivi vitu, kuna siri nyuma ya kutokujistiri, kuna siri nyuma ya hayo mavazi ya kikaaba. Kuna siri nyuma ya mavazi ya kikaaba. Katika somo linalofuata kuna hili somo ambalo pia nitakuja nalo. Kuna siri nyuma ya hayo mavazi ya kutokujistiri. Kwa hiyo ninachomshukuru Mungu pia katika hili, watu wanavyofundishwa. Kwa mimi nataka yani niwe na kuchanganuliwa, kwa sababu pia mimi Roho Mtakatifu ananichanganulia. Kwa hiyo najua Mungu hakunichanganulia mimi binafsi, anataka pia niwachanganulie na ninyi muelewe ni wapi ambapo sasa kweli mnakosea. Kwa hiyo one by one, wapi watu wanakosea, wapi mtu anadhani ni Roho Mtakatifu amemfanyia transformation. No. Kwa hiyo mimi nitakuwa nakuchanganulia hivi ili uone sasa ni namna gani ambavyo shetani amekuwa akikudanganya. Basi tutaishia hapo kwa leo, na Mungu azidi kukubariki. Mungu akupe neema ya kufanyia kazi. Mungu akupe neema ya kutii neno lake. Mungu akupe neema yako wewe mwanamke, rafiki yangu, mdogo wangu, dada yangu, ya kuacha hayo mavazi ya kikaaba. Na Mungu azidi kukubariki sana. Unaweza ukashare kwa watu wengine zaidi, ukalike, ukacomment. Kama hujasubscribe pia unaweza ukasubscribe. Lakini pia ukiwa na swali lako unaweza ukaliacha hapo swali kwenye comment. Mungu akubariki sana na Mungu akubadilishe. Amen.